nimkaribishe kaimu katibu mkuu mkoa huu wa Iringa kwa ajili ya kutumisha utaratibu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na washiriki wote, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa nafasi iliyopewa. Naomba kufanya utambulisho mfupi. Hafla yetu inaadhimisha mikoa minne ambao ni mkoa wa Morogoro, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma, ambayo tunatekeleza mradi wa kizazi hodari chini ya shirika la Deloitte. Lakini kwa tutafanya utambulisho kwa makundi kuokoa muda. Tukianza na mkoa wa Morogoro, timu ya mkoa wa Morogoro ikiongozwa na katibu tawala wa Morogoro. Asante, karibuni. Lakini tuna timu kutoka mkoa wa Ruvuma ikiongozwa na katibu tawala wa Ruvuma, kutoka Njombe ikiongozwa na mkoa wa Njombe, wadau CSOs ambazo kwa zinashirikiana kutekeleza huu mradi. Tunaomba kusimama kwa pamoja. Tuna habari kwenye meza kuu, sasa akasimama tutapata nafasi yake ya kuongea. Nashukuru nakuja mkono. Asante kwa nafasi iliyopo. Naomba andaliwa kwa ajili ya kutoa maelezo mafupi ya mradi na dhumuni la hafla hii iliyopo hapa, kiongozwa na mkurugenzi wa mradi. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Asante. Ndugu mgeni rasmi wa mkoa wa Iringa na makatibu tawala wa mikoa minne ambayo mmewakilishwa hapa leo pamoja na timu zenu za afya pamoja na waganga wakuu wa mikoa na viongozi wote wa CSO ambazo zinawakilishwa leo katika mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Ndugu mgeni rasmi, kwanza naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mweza wa yote aliyetupa kibali cha kukutana mahali hapa asubuhi ya leo. Najua tumesafiri kutoka maeneo mbalimbali na wengine wamefika asubuhi hii na tumeweza kuona wema wake na wote tuko salama. Naomba kutoa historia fupi ya mradi wa USAID Kizazi Hodari Kanda ya Kusini. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2022 mwezi wa 3 na ulitarajiwa kuhitimishwa Machi mwaka 2027, ikilenga mikoa 10 ya Tanzania bara, ambayo mikoa minne iko hapa hii leo na mikoa mingine tutaenda kuitembelea siku zijazo, pamoja na mkoa mmoja wa Zanzibar ambao ulikuwa ni mjini Magharibi. Mradi wa Kizazi Hodari ulilenga kutoa huduma za VVU na ukimwi kwa watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, yaani OVC, pamoja na wazazi na walezi wao katika hiyo mikoa 11 ambako tulifanya kazi katika halmashauri 58. Mradi wa Kizazi Hodari umekuwa ukifadhiliwa na serikali ya Marekani kupitia mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani, yani PEPFAR, chini ya uangalizi. Kwa miaka mitatu ya mwanzo tulikuwa chini ya uangalizi wa shirika la USAID, na katika hii miezi 6 ya mwisho iliyobaki tulikuwa chini ya uangalizi ya Department of State. Na mradi huu uligharimu jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 63 na 393. Katika kipindi hiki mradi umefanikiwa kuokoa maisha ya wapokea huduma takribani 180,000 ambao wako kwenye kundi la watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira hatarishi, na kati ya hao tuliweza kutoa huduma kwa watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi zaidi ya 20,000, na pia tuliweza kutoa huduma kwa watoto ambao wamezaliwa na wamama wenye maambukizi ya ukimwi zaidi ya watoto 22,000, lakini pia tuliweza kuwahudumia watoto wanaoishi katika familia za waathirika pamoja na wazazi wao.
Mpaka kufikia hii leo, mradi umeweza kuwahudumia wale watoto wote pamoja na familia zao, na 98% ya watoto na walezi wapo katika kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, na kati ya hao tumefanikiwa kuhakikisha kwamba 100% ya watoto wote pamoja na walezi wameweza kufikia yale malengo ya 95.3. Pamoja na hayo pia tumeweza kufanya kazi katika mikoa hii 11 kutoa huduma kwa mabinti na kina mama wapatao zaidi ya 19,000 waliopatiwa mafunzo ya afya na kugawiwa vifaa vya hedhi, na hivyo kuchangia kupunguza hatari ya wao kupata maambukizi ya VVU. Pia tumeweza kuwahudumia vijana wa kiume takriban 14,000 ambao tuliwapatia mafunzo ya afya na makuzi, jambo ambalo lilisaidia kupunguza pia kasi ya maambukizi kwa vijana la rika balehe, na vijana wengine tuliweza pia kuwapatia mafunzo ya VETA kwa kuunganisha kwa vyuo mbalimbali vya serikali. Mradi pia ulifanikiwa kuanzisha vikundi vya kuweka na kukopa, yani CMG, zaidi ya 1700 ambavyo ilisaidia kuimarisha uchumi wa kaya za watoto yatima pamoja na familia nzima. Kwa kupitia mradi kwa kupitia vikundi hivi tuliweza kukusanya jumla ya shilingi milioni 997 ambazo zilikusanywa kama akiba na kuweza kuwahudumia watoto zaidi ya 3,000 ambao wako katikati ya familia hizo. Sambamba na hilo, mgeni rasmi, mradi ulifanikiwa kuanzisha ushirikiano na taasisi mbalimbali za private sector katika mikoa ambayo tulikuwa tunafanya kazi, kwa nia tu ya kuhakikisha kwamba tunawahusisha katika kukusanya pesa mbalimbali ili ziweze kuwasaidia watoto hawa. Na mradi kwa kupitia private sector engagement tuliweza kukusanya zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo pia zilitumika kwa ajili ya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Ndugu mgeni rasmi, hata hivyo, kutokana na mabadiliko ya kiongozi katika serikali ya Marekani kama wote tunavyojua, na kutokana na sera mpya kuhusu ufadhili wa miradi na kuweka msisitizo kwenye kuokoa maisha, yani life saving activities, mradi wa Kizazi Hodari ulisitisha utekelezaji wake ulipofika mwisho wa mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kusitishwa utekelezaji wa mradi na serikali ya Marekani, bado tumeona umuhimu wa kuiwezesha idara ya ustawi wa jamii katika mikoa yote ambayo tulikuwa tunafanya kazi, na leo hii tuko hapa na mikoa hii 4 kuweza kuwapatia vitendea kazi ambavyo tunaamini vitaendelea kuwahudumia walengwa wote ambao tulikuwa tunawahudumia na wale ambao pia watahitaji huduma za aina hii hata pale ambapo mradi utakuwa haupo. Na katika siku hii ya leo tumeweza kuja kutoa na kukabidhi magari, na tutakabidhi pia kompyuta, generator na vitendea kazi mbalimbali katika level mbalimbali ya serikali. Ndugu mgeni rasmi, tumekutana hapa ili kuweza kukabidhi magari haya ambayo kwa leo hii tutakabidhi magari 5 kati ya magari 6, na gari la 6 tutakuja kulikabidhi tarehe 1 mwezi wa 6 baada ya mradi kuwa umefungwa kabisa. Ndugu mgeni rasmi, naomba kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwanza kwa wizara zote 3, Wizara ya Afya, Wizara ya Maendeleo ya Jamii pamoja na Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, pamoja na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, yani TAMISEMI. Tunawashukuru sana kwa kufanya kazi na wizara hizi, waliweza kutupa mwongozo na kutupa ushirikiano wa kuweza kutekeleza mradi huu kwa mafanikio makubwa ambayo tumeyaona. Nachukua nafasi hii pia kuwashukuru makatibu tawala wa mikoa yote na timu zao, na hasa timu za usimamizi wa afya za mikoa 11 na wilaya 58 ambako tulikuwa tunafanya kazi, kwani walitupa ushirikiano wa kutosha wakati wa utekelezaji wa mradi, na wao walikuwa sehemu ya mradi katika kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo mradi yameazimia kuyafanya, lakini pia serikali imekusudia kuyafanya kwa ajili ya kuwahudumia jamii ya Watanzania. Naomba pia kuchukua nafasi hii kuzishukuru taasisi zisizo za kiserikali, yani CSO, na leo hii tupo wachache hapa ambao wamewakilisha. Tulikuwa tunafanya kazi na taasisi 10: SHIDEFA,
Afya Women Group ambayo iko Iringa, Shidefa ilikuwa Morogoro, Kokoda pamoja na ELCT walikuwa wanatekeleza mradi katika mkoa wa Njombe. ADP Mbozi pamoja walikuwa wanatekeleza mradi mkoa wa Songwe ambao tutakutana nao tukitoka hapa. SEALS walikuwa wanatekeleza mradi mkoa wa Katavi pamoja na Rukwa. Backaid walikuwa wanatekeleza mradi mkoa wa Lindi na Mtwara. PADI walikuwa wanatekeleza mradi katika mkoa wa Ruvuma, na PASADA walikuwa wanatekeleza mradi katika mkoa wa Pwani, lakini pia ZAMWASO walikuwa wanatekeleza mradi huu katika mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar. Kwa ushirikiano wa uongozi wa hizi CSO pamoja na watendakazi wapatao 3500 ambao walikuwa na watendakazi ya ngazi ya jamii, tuliweza kuhudumia jamii na kuwatumikia watoto na kuwapatia huduma stahiki ambazo zimeweza kuboresha maisha yao na kuweza pia kuishi katika kile kiwango ambacho serikali ilikusudia tuweze kufikia. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Awabariki sana kwa kuwa mlijitoa kuwahudumia watoto wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi, na tumeweza kuwatunza kama Watanzania, tumeweza kuwatunza kama watoto wetu. Ambayo tumeweza kuyaona hii leo. Naomba nimkaribishe mtoto mmoja wapo wa mkoa wa Iringa ambaye ni ushuhuda tu aweze kuzungumza kitu kidogo kwako mgeni rasmi, kwa jinsi gani mradi huu uliweza kuwasaidia watoto kama yeye, akiwa ni mwakilishi wa watoto wengi tuliowahudumia. Kwa majina naitwa Catherine Shujaa Kaemela, natokea shule ya msingi Tumaini, nipo darasa la 6. Mimi ni mnufaika wa mradi wa kizazi hodari Afua ya Dream. Katika afua yetu ya Dream nilipata faida mimi na wasichana wenzangu. Kwa masomo tuliokuwa tunajifunza kujitegemea, ukatili wa kijinsia na kujitunza sisi kama wasichana na elimu ya fedha. Katika masomo hayo tumepata faida hizo ni kama wenzetu walikuwa wananyanyaswa nyumbani kwao, wakapata faida ya kwenda ustawi, na pia tulipewa vifaa vya kutusaidia sisi kama taulo za kike, madaftari, peni. Katika faida hizo tunaweza kuwaelekeza wadogo zetu wa kike, hata kama mradi huu wa kizazi hodari utathibitishwa, bado tunaweza kuwaelekeza watoto wa kike wadogo zetu na hata wasichana pia ambao wakuwepo katika mradi huo. Asanteni sana, ninawashukuru. Asanteni. Jina naitwa Catherine Shujaa Kaemela, shule ya msingi Tumaini. Ili kutupa maneno machache. Wa Tanzania, kazi na utu. Bora tumechoka jamani, au safari ndefu? Ndugu katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa, mkoa wetu wa Morogoro, Njombe na Ruvuma, waganga wakuu wa mikoa ya Iringa, Morogoro, Njombe na Ruvuma, afisa maendeleo ya jamii wa mkoa wetu wa Iringa, Morogoro, Njombe na Ruvuma, katibu wa afya wa mkoa wetu wa Iringa, Morogoro, Njombe na Ruvuma, afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Iringa, Morogoro, Njombe na Ruvuma, viongozi watendaji mbalimbali wa serikali mliopata heshima ya kushiriki katika jambo hili kubwa, uongozi na wafanyakazi wa mradi wa kizazi hodari ukiongozwa na mkurugenzi, waheshimiwa wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, hapa kwetu tunasema kamwene, itifaki ikiwa imezingatiwa. Ndugu zangu, kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha uzima, afya na utayari wa kushiriki kwenye jambo hili kubwa na zuri ambalo linagusa maisha ya watu wetu. Sisi wote tunafahamu kwamba katika siku hii tuliyobarikiwa uzima sisi, wapo ambao wameamka ni wagonjwa, wapo ambao wameamka sasa mazishi yao yanaandaliwa, wapo wameamka ambao wana changamoto mbalimbali ambazo sisi Mungu ametuepusha nazo. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa makofi mengi sana kwa neema yake ya uzima. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa shukrani za dhati kwa mradi wa kizazi hodari unaotekelezwa na Deloitte kwa ufadhili wa serikali ya Marekani kupitia PEPFAR kwa mchango mkubwa uliotolewa katika kuboresha maisha ya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu ndani ya mikoa yetu. Ndugu wageni waalikwa na ndugu wananchi wenzangu, mradi wa kizazi hodari umeleta mabadiliko makubwa katika jamii zetu kupitia juhudi zenu, na tumeshuhudia kuimarika kwa huduma za afya katika ngazi ya kaya na jamii kwa ujumla, lakini pia kuongezeka kwa uelewa wa masuala ya lishe bora pamoja na kuimarika kwa mifumo ya ulinzi na ustawi wa mtoto. Haya yote yamechangiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza athari za umaskini na changamoto za kijamii zinazowakabili watoto na familia zilizo katika mazingira magumu. Ndugu wananchi wenzangu, aidha mradi huu umeimarisha uwezo wa jamii kujitegemea
kwa kuwajengea ujuzi wa maisha, kuwawezesha kiuchumi baadhi ya kaya na kuhamasisha ushiriki wa jamii katika malezi, ulinzi na maendeleo ya mtoto. Hii pia ni hatua muhimu sana katika kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanakuwa endelevu hata baada ya mradi huu kuwa umekamilika. Ndugu wageni waalikwa, katika nyanja ya mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mchango wa mradi wa Kizazi Hodari ni wa kipekee sana, na tuwapigie makofi mengi sana. Kupitia elimu ya uhamasishaji na utoaji wa huduma rafiki, watoto, vijana na familia zao wameweza kufikiwa kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Hali hii imechangia kupunguza unyanyapaa, kuongeza ufuasi wa matibabu na kuboresha ubora wa maisha ya walengwa wote. Serikali inaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti maambukizi mapya ya VVU, hususan kwa watoto na vijana. Ushirikiano wa karibu na wadau kama mradi wa Kizazi Hodari umeongeza kasi ya kufikia malengo ya kitaifa katika sekta ya afya na ustawi wa jamii ndani ya nchi yetu. Ndugu wageni waalikwa, ndugu wananchi wenzangu, napenda pia kusisitiza kuwa mafanikio haya yamewezekana kutokana na ushirikiano imara kati ya serikali, washirika wa maendeleo na jamii yenyewe. Ushirikiano huu unapaswa kuendelezwa na kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha kuwa jitihada hizi hazipotei bali zinaendelezwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Leo tunapokabidhiwa magari na vifaa hivi, tunashuhudia sio tu ugawaji wa rasilimali bali ni uwekezaji katika kuendeleza huduma kwa wananchi. Magari haya yatasaidia kufikia maeneo mbalimbali, kurahisisha utoaji wa huduma za jamii na za kiafya na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa programu mbalimbali zinazoendelea kwa kusudio la kujenga ustawi wa wananchi wetu. Napenda kutoa rai kwenu nyote mtakaopokea rasilimali hizi kuhakikisha kuwa mnazitumia kwa ufanisi, kwa malengo yaliyokusudiwa na kuzingatia misingi ya uwajibikaji na uadilifu katika rasilimali hizi ambazo mnakwenda kukabidhiwa, kuwanufaisha wananchi kwa muda mrefu zaidi na kuleta matokeo chanya yaliyokusudiwa. Lakini pia ni muhimu kuweka mifumo madhubuti ya usimamizi, matengenezo na ufuatiliaji wa matumizi ya magari haya na vifaa vyote ili kusaidia kuhakikisha usalama wa vifaa kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu. Na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa huduma kwa watoto na kaya zote zinazoishi katika mazingira magumu zinaendelea kuimarishwa. Tutahakikisha kuwa yale yote yaliyoanzishwa na mradi huu yanaunganishwa katika mifumo ya serikali ili yaweze kuendelezwa kwa ufanisi zaidi kupitia programu zinazoendelea katika RS zetu na halmashauri za mikoa yetu. Ni matarajio yetu kuwa uzoefu na mafanikio ya mradi wa Kizazi Hodari yatatumika kama kielelezo kizuri cha kuigwa katika mipango mingine ya maendeleo ndani ya taifa letu. Ndugu wananchi wenzangu, ndugu wageni waalikwa, tunapojenga taifa lenye afya njema na ustawi wa jamii, ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayebaki nyuma. Kila mtoto anastahili kupata fursa ya kuishi, kukua na kufikia ndoto zake. Hivyo basi, tuendelee kushirikiana kwa karibu zaidi katika kuhakikisha tunalinda na kuendeleza rasilimali watu ambao ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote duniani. Mwisho, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru sana kwa dhati wote walioshiriki katika utekelezaji wa mradi wa Kizazi Hodari. Kazi yenu imekuwa ni kazi njema, yenye tija na ustawi mkubwa. Tujipigie makofi mengi sana kwa mafanikio hayo. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wakuu wa mikoa wenzangu ambao waliruhusu programu hizi zifanyike kwenye mikoa yao. Niwashukuru makatibu tawala ambao waliratibu utendaji wa shughuli zote. Niwashukuru maafisa waandamizi wa sekta ya afya ambao mlikuwa ni washirika wa karibu wa mradi. Niwashukuru wananchi pamoja na jumuiya na taasisi mbalimbali za kijamii ambao ziliunga mkono jitihada hizi ambazo leo tunasherehekea mafanikio yake. Kipekee kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Iringa, niwakaribisha wageni wote mliokuja Iringa leo. Niwatakieni heri kabla na baada ya jambo hili la leo, lakini pia wale ambao mnatoka Njombe, tuwatakieni kila laheri katika jambo la kesho kutwa. Mungu akitubariki uzima, tutakuwa sehemu ya maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa yatakayofanyika kule Njombe. Na kwa wale ambao tunarejea Ruvuma, tunarejea Songwe na maeneo mengine, Mungu awatangulie, akawapeni kibali na awasaidie mfike salama katika maeneo mtakapokuwa mnarejea. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, nina kazi kubwa na nzuri. Huwa napenda kuwatania watu wa Iringa, nikiona mtu kafanya vizuri nasema huyu mtu mbinguni ana siti, kifo tu kinamchelewesha. Kwa na wewe bwana, pamoja na timu yako mmefanya kazi nzuri, kazi kubwa. Tunajivunia kazi yako. Standing for the nation was more than a blessing to us. Ulikuwa una uwezo wa kuombea wengine, kwa sababu mashirika haya tunayoyaomba jamani ni ya kimataifa. Mtu anaweza akaomba jambo liende Burundi, anaweza akaomba liende Rwanda, anaweza akaomba liende Kongo na likaenda. Lakini kitendo cha nyinyi kuomba yakaja Tanzania na yakaleta faida, tuwapigie makofi mengi sana. Kwa mradi huu umeleta matumaini makubwa, umebadilisha maisha ya watu wetu wengi na umeacha alama isiyofutika katika maisha ya mikoa yetu yote. Tunawatakia kila laheri katika majukumu yenu ya baadaye na tunaamini kuwa ushirikiano huu utaendelea hata katika miradi inayofuata. Mungu awabariki, awatunze na awapeni kibali katika malengo mlio. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Kwa maelekezo hayo, niombe sasa
Wale makatibu tawala wa mikoa minne, tafadhali tuweze kupata picha pamoja, watakuja hapa mbele kwa ajili ya picha. Baada ya picha hiyo, nitaomba katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma na timu yake Asante. Mkoa wa Morogoro, wakiongozwa na katibu tawala mkoa wa Morogoro. Asante. Iringa mwenyeji. Na picha ya mwisho, CSO wote tafadhali. Asante. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na meza kuu, nitaomba niwainue kidogo tunavyokwenda kwa ajili ya kukabidhi magari, basi tapata picha moja na mtoto na asante. Basi tuombe mheshimiwa